Karibu mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji lasema litaendeleza jitihada za kuboresha utendaji kazi pamoja na miundombinu mbalimbali ya jeshi hilo. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Serikali yasema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni nyenzo muhimu ya kumkomboa mwanamke, kuboresha afya za familia na maendeleo ya kiuchumi. Wanawake nchini wametakiwa kufanya kazi kwa bidii na kujiwekea malengo ili kuwa chachu ya maendeleo kuanzia ngazi ya familia. Kwa habari za biashara na uchumi, ongezeko la vyanzo vipya pamoja na usimamizi bora wa mapato mkoani Manyara wawezesha mkoa huo kuongeza mapato yake ya fedha. Katika habari za kimataifa, mzozo wa Iran na Israel waingia siku ya 6 mashambulizi makali baina yao. Na katika habari za michezo na burudani, kampuni ya Jayrot yamkabidhi gari kiungo mpya Inolo Emba wa klabu ya Simba. Na bei ya mauzo ya tiketi yazidi kupaa huko Mexico ikiwa zimesalia siku 98 kuanza kwa fainali za kombe la dunia. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania. Pia fuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema matumizi ya nishati safi ya kupikia ni nyenzo muhimu ya kumkomboa mwanamke katika kuboresha afya za familia na kuchochea maendeleo ya uchumi wa kaya. Tupate taarifa zaidi. Dr. Gwajima ametoa kauli hiyo wakati wa ufunguzi wa kongamano la pili la wanawake wa TANESCO linalolenga kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kongamano hilo limefanyika jijini Dar es Salaam na kukutanisha wanawake wa TANESCO kutoka mikoa yote nchini. Dr. Gwajima amelipongeza shirika la umeme Tanzania TANESCO kupitia kampeni ya matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa umeme inayolenga kubadili mtazamo wa jamii na kuongeza matumizi ya umeme katika shughuli za kila siku, hususan kupikia. Shirikisheni taasisi za fedha na sekta binafsi ili kuwezesha upatikanaji wa majiko ya umeme na vifaa vinavyotumia umeme kwa masharti nafuu, hususani kwa wanawake wa kipato cha chini. Upatikanaji wa vifaa ndio daraja la mafanikio ya ajenda hii, na hapa tayari mna njia mmeshaionyesha ni kwenda kuboresha. Tuungane pamoja, hawa wanawake wenye hofu ya kwenda kununua hayo majiko wakiondolewa hofu, wanachangamkia haraka sana matumizi ya nishati safi. Katika hatua nyingine, Waziri Dr. Gwajima ameahidi kuwa wizara itaendelea kutoa ushirikiano mkubwa wa TANESCO kupitia kampeni za uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, akisisitiza kuwa ajenda hiyo inagusa moja kwa moja maendeleo ya jamii, hususani wanawake. Na jambo hili bila afisa maendeleo ya jamii hatutoki, tutakwama. Ametrainiwa kuwa daktari wa jamii wa kubadilisha fikra za jamii, na wako tele kwenye halmashauri zetu, wanahitaji kupewa ajenda, wapewe elimu, wasonge mbele. Naye mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange amesema lengo la kampeni hiyo ni kubadili mtazamo wa jamii na kuongeza matumizi ya umeme katika shughuli za kila siku, hususani kupikia, huku akisisitiza kuwa TANESCO kuendelea kuzingatia usawa wa kijinsia katika utekelezaji wa mipango na miradi yake ili kuendana na malengo ya Dira ya Taifa ya 2050 pamoja na kukuza ushiriki wa wanawake katika sekta ya nishati. Moja ya shughuli yetu hii tumekupitisha kwenye mabanda, tunakuonyesha namna ambavyo tunasafiri na Mheshimiwa Rais kwenye kushawishi jamii kuhama kutoka kwenye matumizi ya nishati isiyokuwa safi kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Na tunakimbia, asilimia zinatembea, lakini TANESCO kina mama hawako nyuma. Tuna mpango wa kugawa majiko kwa watumishi wote, mpango unaendelea, lakini pia wananchi hatujawaacha. Tuna mipango ya kuwakopesha wananchi majiko. Dr. Gwajima amebainisha kuwa serikali ya awamu ya 6 imeweka ajenda ya nishati safi ya kupikia kuwa kipaumbele cha kitaifa, ikilenga kuhakikisha 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ifikapo mwaka 2034. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Wanawake nchini wametakiwa kufanya kazi kwa bidii
na kujiwekea malengo ili kuwa na chachu ya maendeleo kuanzia ngazi ya familia. Tupate taarifa zaidi. Ni katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mkoa wa Arusha, ambapo baadhi ya wanawake wanakiri kuanza kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi. Lazima mwanamke ujitoe, ujisimamie na uwe na ujasiri kufanya kazi. Kwa sababu unapofanya kazi unaweza kujikwamua mwenyewe, pia unaweza kuonekana na kusimama kwa ujasiri na kusema ninaweza. Faida za mwanamke kujikwamua kiuchumi, faida ya kwanza anakuwa hanyanyasiki. Anakuwa na uwezo mkubwa wa kiuchumi, hata familia yake pia itakuwa familia nzuri, watoto watasoma, atakula vizuri, atalala vizuri. Shirika la SOS Children Village ni moja kati ya wadau ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa wakitoa elimu ya ujasiriamali na malezi na makuzi ya watoto, lengo likiwa ni kumkomboa mwanamke. Tumekuwa na vikundi vya malezi ambapo tuna takriban vikundi 33 vina walezi 999. Walezi hawa awali walikuwa hawana elimu ya kulea mtoto na kumlinda, lakini wamepata mafunzo, lakini wameweza kujiimarisha kiuchumi na mwitikio wao umekuwa mkubwa sana. Hata hapa tuko na walezi mbalimbali ambao wapo na bidhaa zao na wamekuwa wakielimisha na wameshiriki kwenye level zote. Lakini pia pamoja na kutoa elimu ya malezi, tunaamini wale wamama wakiwa na vipato sahihi, wakiwa na kazi sahihi, wakiwa wanajishughulisha, wataweza kupata kipato na watahudumia watoto kwa mahitaji ya msingi kwa ajili ya ustawi wa mtoto kwa ujumla. Akiongoza sherehe za maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala anaeleza mkakati wa serikali katika kuwezesha makundi ya wanawake kiuchumi kupitia fursa mbalimbali. Wanawake wanahitaji usaidizi mkubwa. Hata katika ziara ya waziri mkuu unaona, mimi kuna mkopo ulichukuliwa, sikujulishwa, mume wangu kachukua mkopo, nyumba inauzwa. Maana yake hapo mfumo dume umetumika. Mwanamke hajui kama mkopo na hati ya nyumba imewekwa. Hayo lazima tuyakomeshe. Maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yamebeba kauli mbiu ya haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi wa kufikia dira 2050. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Stand the test of time. Tanzania nchi nzuri, ni hadi pale nilipoona sura yako nzuri. Tanzania, sweet Tanzania, taifa la Tanzania, taifa la Tanzania. Songa mbele, 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 songa mbele.
Kumradhi mtazamaji kwa changamoto ambayo tumeipata, lakini basi tunasonga mbele na taarifa habari kutoka hapa Star TV. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Ali Munde amesema serikali inathamini mchango mkubwa wa sekta binafsi katika maendeleo ya nchi kiuchumi pamoja na kijamii. Taarifa ya Beni Moipaja inasomwa studio. Akizungumza jijini Dar es Salaam kwa niaba ya Waziri wa Fedha Hamisi Musa Omar wakati alipofanya mazungumzo na ujumbe kutoka kampuni ya Serengeti Breweries, Mheshimiwa Munde ameeleza jinsi ambavyo sekta binafsi ni mdau mkubwa wa maendeleo nchini. Katika bajeti zetu kuanzia mwaka huu wa 26-27 mdau mkubwa ni private sector, sekta ya binafsi, ambayo hata kwenye miradi yetu ya maendeleo tunasema tutapenda kuingia ubia na wabia tuingie na sekta binafsi kwenye kutekeleza miradi yetu kwa 70%. Kwa hiyo 30% tu inabaki kwenye sekta ya umma. Sasa uone hiyo ni commitment kubwa sana kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, amesisitiza dhamira ya serikali ya kuendelea kuweka mazingira rafiki kwa biashara na uwekezaji na kuahidi kufanya kazi mapendekezo yaliyowasilishwa na kampuni hiyo ili kuimarisha zaidi ushirikiano wa sekta ya umma na sekta binafsi. Angalau TRA inasikiliza tena kwa wakati na hiyo ni jambo kwetu sisi kama Wizara ya Fedha ni jambo la kushukuru sana kwamba TRA kama wanaendelea kufanya hivyo. Lakini mmeongelea kwamba excise duty angalau kipindi cha miaka mitatu kinawafanya muweze kuwa na uwezekano wa kutabiri namna mtakavyoendesha biashara zenu badala ya mabadiliko ya kila mwaka yanasumbua. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Serengeti Breweries Obina Anyelebechi ameelezea jinsi kampuni hiyo inavyoshirikiana na serikali katika utekelezaji wa mikakati ya kukuza uchumi. If you think about the capacity expansion, we've invested more than 165 billion as well into the industrialization efforts of Tanzania. So that shows like the things we are doing are directly related to the 3-pillar strategy that Tanzania has towards the $1 trillion economy. On human capital development, the people we employ, more than 800 people. We've given more than 450 scholarships to the Tanzanians who are studying. We have a scholarship program called Kiyomo Viwanda, where we basically invest behind indigent students who want to study fields related to agriculture because we want to tie it back. Ameongeza kuwa Serengeti Breweries itaendelea kujikita katika uwekezaji zaidi ya uzalishaji vinywaji kwa kuimarisha viwanda vya ndani, kupanua wigo wa kodi, kusaidia wakulima, kuunda ajira pamoja na kujenga minyororo imara ya thamani. Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imesema itaendeleza jitihada za kuboresha utendaji kazi pamoja na ujenzi wa miundombinu muhimu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Taarifa ya Elisha Ndalo inasoma studio. Akiongea na watumishi wa baraza dogo la wafanyakazi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mwanza, Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmoud amebainisha kuwa wizara inatambua unyeti na umuhimu wa jeshi hilo, hivyo amewataka kuzingatia nidhamu na weledi. Kuzingatia weledi, maadili na uzalendo katika utoaji wa huduma, kwani huduma zenu zinahusisha maisha ya watu, hivyo kila mtumishi anapaswa kutekeleza wajibu wake kwa nidhamu, uadilifu na weledi. Mwenyekiti wa baraza la wafanyakazi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji nchini, Kamishna Jenerali John Masunga, katika kikao hicho anasema pamoja na changamoto kadhaa, lakini serikali imefanikiwa kupata mkopo wa masharti nafuu kutoka Falme za Kiarabu kwa ajili ya ununuzi wa mitambo na magari. Helikopta moja ya kuzima moto na uokoaji, mitambo 60 ya kuzima moto, mitambo 41 ya uokoaji, mitambo 5 ya kuzima moto wa misitu na nyika, mitambo 3 ya ngazi kwa ajili ya kuzima moto na uokoaji kwenye majengo marefu,
mitambo mitatu ya kuzima moto wa kemikali, boti 23 za kuzima moto na uokoaji. Kwa upande wake, kamishna wa utawala na fedha wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Mbaraka Semwanza anasema wataenda kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, huku kamishna msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mwanza akisema wajibu wao ni kutoa elimu ya kinga na tahadhari ya majanga ya moto kwa wananchi. Wametutaka pia tuongeze bidii kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora kwa mujibu wa majukumu yetu. Kwa kutoa elimu kwanza, tukija hapa kwenye vyombo vya habari tunatoa elimu kwa kwenda kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari za moto, kwa kukagua ramani, mazingira yote ambayo tunahakikisha tunaweka sawa ili haya matukio yasitokee. Watumishi wa Baraza Dogo la Wafanyakazi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linakutana kila mwaka kujadili mafanikio na changamoto ili kuboresha utendaji wa kazi pamoja na utoaji huduma kwa jamii. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA pamoja na benki ya NMB wameunganisha mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST ili kuwezesha uhakiki wa dhamana za benki kidigitali. Tupate taarifa zaidi. Hafla ya uzinduzi wa muunganiko huo imefanyika jijini Dar es Salaam, ambapo afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruth Zaipuna amesema hatua hiyo itasaidia kuondoa udanganyifu katika uhakiki wa dhamana benki, hivyo kufanya zoezi hilo kuwa rahisi na la uwazi. Kupitia huduma hii, wateja sasa wanaweza kuwasilisha dhamana za benki kimtandao kwenye NeST. Taasisi ya umma iliyotoa tenda itaweza sasa kuthibitisha dhamana ya kibenki hapo hapo kwenye kompyuta zao moja kwa moja kupitia mfumo wa NeST. Sasa hivi kwenye mfumo, ukiingia kwenye mfumo utaikuta benki ya NMB peke yake. Kwa hiyo ukiingia kwenye mfumo unaweka reference number. Utapokea response pale pale kwenye NeST ikihakikisha hiyo guarantee kwamba hii guarantee ni ya kweli, dhamana hii ni halali, na hivyo basi taasisi ile inayofanya manunuzi ikipokea tu hiyo submission ya mzabuni kwenye NeST, nayo itaona dhamana iliyoambatanishwa kwamba tayari imeshahakikiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA Dennis Simba amesema mfumo huu wa kidigitali wa kuhakiki dhamana za kibenki kidigitali kupitia benki ya NMB umeshaanza kutumika baada ya kuzinduliwa. Lakini kutokana na mapinduzi haya sasa itaondoa kabisa muda wa taasisi nunuzi kuwasiliana na benki husika kwa lengo la kujiridhisha kuhusu uhalali wa dhamana za kibenki iliwasilishwa na mzabuni. Kwa kuwa mzabuni atatakiwa kuweka namba ya dhamana ya kibenki peke yake aliyopewa na benki husika, na mfumo wetu huu wa NeST utaivuta dhamana hiyo moja kwa moja kutoka benki na kuwasilisha kwa taasisi nunuzi, na hatua hii itaondoa kabisa mianya ya kugushi. Mfumo utathibitisha uhalali wa dhamana yake, muda wake wa uhai na uhusiano wake na zabuni husika. Hatua hii itapunguza muda wa zabuni, kuongeza uwazi, kuimarisha imani katika mfumo wa ununuzi wa umma. Kwa sasa NMB ndiyo benki pekee nchini ambayo imeoanisha mifumo yake na NeST katika kuhakiki dhamana ya benki. Adam Luhomwa, Star TV. Wakazi wa kata ya Hanihani, wilaya ya Igunga mkoani Tabora, wameiomba serikali kukamilisha ujenzi wa shule mpya msingi na awali ya Hanihani B ili kulinda usalama wa watoto ambao wamekuwa wakilazimika kuvuka barabara kwenda kusoma shule. Sande Kabaye ana taarifa zaidi. Maombi hayo ya wakazi wa kata ya Hanihani mjini Igunga, Margaret Silinde na Anna Julius, wameyatoa katika ziara ya wajumbe wa kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Tabora ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani kwenye ujenzi wa shule hiyo ambayo inatarajiwa kuwapunguzia adha ya kufuata masomo kwenye shule ya msingi Hanihani A. Tuwa kunapata changamoto kwa ajili ya ajali za watoto. Wakati wanapovuka barabara wanakutana na ajali. Mafundi nawaambia waharakishe upesi, wamalize ili kusudi wanafunzi waanze kusoma shule ili tuepukane na ajali zinazojitokeza. Kwa ni changamoto, unakuta darasa moja wanafunzi 200 na mpaka 300. Hasa unakuta mwalimu hata hamudu
muda mwingi ni kutandika viboko na mwanafunzi haelewi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba bado tunahitaji shule. Katika hatua nyingine, baadhi ya wakazi wa kata hiyo Nyankunga Mgeta na Wangawe Ibrahimu Wangawe wamebainisha changamoto nyingine ya ubovu wa barabara na ukosefu wa karavati katika maeneo korofi ndani ya kata hiyo na kuomba kupatiwa ufumbuzi wa kina. Barabara zetu hizi zimekuwa korofi, tunadumbukia kwenye madimbwi, hata na watoto wanashindwa kwenda shule vizuri kwa sababu kuna shule hapa imeshapatikana shule. Kwa maana hiyo kutahitajika watu wa kila aina wapite. Lakini pia barabara zote za wanafunzi ambao wanategemea kusoma shule hii wanatokea mitaa ya huku chini mpaka VETA. Huku hatuna barabara hata moja, ambayo hata ukiangalia hapo barabara zote hapo ni tope tupu. Awali mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Hanihani Pendo Ndaki amesema licha kupokea kiacha zaidi ya shilingi milioni 342 za ujenzi wa majengo ya shule hiyo na kisha kubainisha changamoto zinazowakabili. Vifaa vya ujenzi kuchelewa site kutokana na matakwa ya mfumo unaohitaji wazabuni wa bei ya chini kutoa huduma, hivyo kupelekea kuchelewa kwa vifaa vya ujenzi. Kufuatia maombi hayo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tabora Saidi Nkumba ametoa maelekezo kwa uongozi wa wilaya ya Igunga kutatua changamoto hizo haraka bila kuathiri ubora wa ujenzi wa shule hiyo. Kwa sababu fedha ipo na mzabuni mkandarasi yuko kazini, tusifanye hii kazi sasa ikawa ya mazoea ya ucheleweshwaji kila wakati. Tunaelekeza sasa swala la kuhakikisha shule hii inamalizika kwa uharaka zaidi lipewe kipaumbele sana. Miongoni mwa miradi ambayo kamati hii imetembelea na kukagua ni pamoja na kituo cha afya Ziba na kuonyesha kuridhishwa kwa ubora wa ujenzi wa miradi hiyo. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI imeanza kufanya upasuaji wa magonjwa mbalimbali kwa kutumia akili unde. Taarifa kamili na Frankius Clofus. Kuanza kutumika kwa teknolojia hiyo kunatajwa sasa kuleta mapinduzi makubwa. Akieleza juu ya uwepo wa kambi ya madaktari bingwa katika hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Nyerere, Daktari Mpoki Urusubisya ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa MOI anasema kuwa wataendelea kufanya kazi kama ilivyokusudiwa. Tunaposema MOI tunatibu 99% ya changamoto za mifupa na 97 mpaka 98 za changamoto za mfumo wa fahamu. Mjue ni kweli. Niliwaambia kwamba sasa tumesonga mbele zaidi, sio tu kwamba tunafanya zile operation tulizokuwa tunazifanya traditionally, yani katika historia, lakini sasa tumeingia katika advanced technology ya kutumia artificial intelligence au akili unde. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anatumia fursa hiyo sasa kualika wananchi kujitokeza kwa wingi kwa lengo la kupata huduma zinazotolewa na madaktari bingwa hao. Fedha nyingi hizo zilizowekezwa katika sekta ya afya ikiwemo hospitali yetu hii ya rufaa ya Kwangwa ndizo zinazowezesha sasa huduma hizi za madaktari bingwa na bobezi kuweza kufanyika katika maeneo yetu. Hadi sasa pamoja na idadi ile tuliyoambiwa ya wagonjwa waliokuja kupata huduma, tunao pia wagonjwa kutoka mataifa jirani 19. Aidha, mbunge wa viti maalum mkoani Mara Agnes Marwa anasisitiza uwepo wa tawi la hospitali ya MOI mkoani Mara ili wananchi waondokane na gharama ya kufuata huduma ya madaktari bingwa mbali. Endeleeni kutusaidia zaidi, lakini nizidi kuwaomba kipekee kama itawapendeza, na bahati nzuri bosi mwenyewe wa MOI ndo huko hapa, basi na hapa pia tunaomba mtuwekee tawi kwa sisi wana Mara ili kusudi na sisi tupate faida kutoka kwenu. Bahati nzuri kama mlivyoona majengo tunayo bado. Wale wagonjwa ambao walitakiwa kusafiri umbali wa kilomita 1239 kwenda kufata huduma hii hospitali yetu ya Muhimbili pale MOI, hatimaye sasa huduma imewafuata wananchi wa Msoma pale walipo. Nikiponti kutoka mkoani Mara, Frankius Clofus, Star TV. Mbunge wa viti maalumu mkoa wa Geita Regina Mikenzi ametoa wito kwa wanawake mkoani humo kutumia fursa ya mikopo ya rais kiasi cha shilingi bilioni 200
kuanzisha miradi ya kiuchumi. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Wito huo umetolewa na mbunge wa viti maalum mkoa wa Geita Regina Mikenze wakati wa ziara maalum ya kuwatembelea wanawake katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kutoa elimu na kuhamasisha matumizi sahihi ya fursa hiyo. Serikali imetoa fedha hizo kwa dhamira njema ya kuwawezesha wanawake, hivyo ni wajibu wao kuhakikisha zinawafikia walengwa na zinatumika kama chachu ya maendeleo, sio kuongeza mzigo. Ni fursa kubwa ambayo rais wetu ameitoa, lakini kina mama wa vijijini hawasikizi fursa, hawachangamkii fursa. Matokeo yake fursa inaenda mifukoni kwa wajanja wachache. Sasa nimekuja kuwapa taarifa. Mkopo wa Mama Samia uko tayari benki ya NMB. Benki ya NMB ukienda sasa hivi unapewa mkopo wa Mama Samia. Sifa ya kupata mkopo huu ni kuwa na kitambulisho cha NIDA, biashara uliyoianza ambayo utakwenda kuisajili halmashauri na kupewa kitambulisho cha biashara kwa shilingi 20,000. Baada ya hapo unaomba mkopo. Mniunge mkono, lakini mumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa kuwasaidia hawa kina mama kwenda kushughulikia taratibu ndogo ndogo ambazo wanatakiwa kuwa nazo ili waweze kupata hii mikopo. Ziara hii imeibua mwamko mpya, wanawake wengi waliokiri kuwa awali hawakuelewa tofauti kati ya mkopo ya halmashauri na mkopo ya rais, lakini sasa wako tayari kuchukua hatua na kujisimamia kibiashara. Mikopo ya hela za Mama Samia kwamba inapatikana NMB. Sasa naomba nipate mwongozo, nikiingia pale nianzie wapi? Hizo leseni sawa tunazo, lakini hatuna vitendea kazi. Mwisho wa siku tutanyang'anywa hizo leseni. Tunaomba tu Mama Samia atusaidie hata vyombo hivyo vya kuendeshea uchimbaji hata kama ni vya mkopo. Wanawake wameeleza kuwa elimu waliyopata imewafungua macho kuhusu taratibu za kupata mkopo na kuzifikia taasisi za kifedha kwa ujasiri zaidi. Itatusaidia kutuinua kiuchumi kwa sababu akina mama ndio wenye kushughulika sana hata kwenye familia. Mama ndo mlezi na mama ndo mchakalikaji. Aidha, ziara hii inatarajiwa kuendelea katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Geita, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wanawake wanakuwa mstari wa mbele katika safari ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Kukosekana kwa malezi chanya katika baadhi ya familia mkoani Arusha ni mambo ambayo yanatajwa kwa kiasi kikubwa kuchangia vijana wengi wadogo kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Beatrice Gerard ana undani wa taarifa hii. Sisi wazazi tunatakiwa kuanzia msingi wapi? Ndani. Vikitoka nje ndio kuanzia ndani. Hii hatari sana. Na sasa hiyo ni 30% ya wale watoto wa kiume ambao ndio taifa linategemea vijana. Kwa hiyo muangalie sana. Sasa taifa linategemea kodi za pombe. Hapo nategemea kujenge taifa imara wapi na wapi. Ni baadhi ya wazazi wakieleza namna malezi yasiyo na mwitikio yanavyoathiri mwenendo wa malezi ya watoto wao. Utafiti wa awali uliofanywa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Blue Cross Society of Tanzania katika shule 8 za sekondari za jiji la Arusha umebaini kuwa kundi la vijana wanaosoma wamejiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya ikiwemo pombe, sababu kubwa ikitajwa kuwa ni malezi ya mzazi mmoja. Utafiti wa awali tuliofanya kama shirika katika shule 8 za sekondari ambao uliwahusisha vijana wanafunzi wachache kwa kila darasa 20 wakiwemo wa kike na wa kiume, kwa habari ya nini kinapelekea wao kujiingiza au kuhusishwa kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Vijana wameonekana kuongeza kasi ya matumizi ya dawa za kulevya kutokana na mazingira wanakotoka, wakidai kwamba wanaona vikiwepo ndani wazazi wakiwa wanatumia na wao kujikuta wakianza kutumia, na ndio iliyopelekea sisi kama shirika kugundua hilo na kuweza kuita kwa pamoja wazazi tuweze kuzungumza namna gani wanaweza wakawalea hawa watoto
ili kuweza kuwaondoa kwenye vihatarishi ambavyo vinapelekea wao kuingia kwenye matumizi. Wazazi na walezi kutoka katika shule 8 za sekondari za jiji la Arusha wanakutanishwa na Blue Cross kupitia mradi wa afya, vijana na jamii, zuia madhara yatokanayo na pombe na dawa za kulevya, kupewa elimu ya malezi chanya yatakayosaidia kuwa karibu na watoto wao. Kazi tunayofanya ni bure, tusipoangalia watoto wetu kuanzia mwanzo, itakuwa hata fedha tunazotafuta sisi itakuwa hazina maana yoyote kama tuangalia watoto wetu. Kwa hiyo sisi tujirudi na kuangalia familia zetu kwa kutoa matumizi sahihi kwa familia. Sasa hivi naweza nikakwambia 85 na kama si 100. Tangia nimeingia hapa kuna mambo fulani yalikuwa yanaendelea ndani ya jamii yangu, yani hasa watoto wangu nimewaelewesha sasa hivi kidogo, alhamdulillah. Juhudi hizi za Blue Cross za kuimarisha malezi chanya kwa wazazi zinaakisi mpango jumuishi wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto unaosisitiza wazazi kupewa malezi yenye mwitikio kwa watoto wao katika umri wa mapema ili kuwa na kizazi salama. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 10 kwa ajili ya utekelezaji mradi wa maji utakaowanufaisha wakazi wa vijiji 6 wilayani Butiama mkoani Mara. Tupate taarifa zaidi. Ni muda mrefu sasa wakazi zaidi ya 60,000 waliopo katika vijiji vya Nyankanga, Mkiringo, Mazami, Kirumi na Bukabwa wilayani Butiama wamekuwa wakipata adha ya ukosefu wa huduma maji safi na salama. Maji wanayotumia watu ni maji ya ziwani ambayo sasa hivi ukiyaona yana rangi ya chai, ni kama maji ya yani kama chai ya rangi. Maji kwa kweli hayaridhishi. Maji ilikuwa ni shida sana, mama akiondoka asubuhi yani kurudi nyumbani ni saa 1 usiku. Maji tunayotumia ni yale ng'ombe zinazokunywa. Maji ambayo ukiyaona unazania ni chai ya maziwa. Lakini baada ya kuona haya mabomba tunasema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi mlivyoleta haya mabomba. Uongozi katika kata ya Nyankanga na jimbo la Butiama unakiri juu ya tatizo hili na kusema kuwa ujio wa mradi wa maji safi utakwenda kuwaondolea adha wananchi. Hii kiukweli huu mradi huu utatufanya kina mama na wananchi wa kata Nyankanga watakunywa maji safi na salama sasa. Imekuwa ni furaha kwetu na kiukweli tunashukuru na tunamuombea Mungu Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Mbunge awaweke sana na muendelee kufanya sana. Tunamshukuru Mama Samia, hii aliyotufanyia katika maisha yetu hatutamsahau. Akikabidhi mradi wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 10, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Musoma Mwasa, mhandisi Nikas Mugisha na mbunge wa jimbo la Butiama Dr. Wilson Mahela wanasema ujio mradi huo utakuwa mkombozi kwa wananchi. Mradi huu unakuja kuongeza upatikanaji wa maji. Mradi huu unaweza kuleta maji katika maeneo haya, lakini unanunua vifaa kwa ajili ya uendeshaji wa mradi. Kutakuwa na ujenzi wa ofisi na vitu vingine vinavyoendana na mradi. Mimi nina furaha kubwa sana kwamba tumeingia kipindi ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia mkataba huu wa maji wa bilioni 10.5 uweze kutekelezwa. Dr. Samia oye! Ujio wa mabomba kwa ajili ya upanuzi wa mradi wa maji safi na salama katika vijiji 5 vilivyopo katika kata Nyankanga na Bukabwa utakwenda kuondoa adha ukosefu wa maji safi na salama kwa wananchi. Tupumzike kidogo na kisha jicho letu mkoani litakuja hapa. Mimi ni Bernard James. Msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Star Times tuko nawe bega kwa bega. Furahia mawaidha, kaswida na vipindi bora vya dini kupitia TV Iman na IBN TV Africa, huku kupitia ST Swahili Channel ukiendelea kuburudika na tamthilia kali ya Vendetta kila siku saa 3 kamili usiku, bila kumkosa mzee wa ngumi jiwe Tangol kwenye Gangs of Manila kila siku saa 3:45 usiku. Wale wa Bongo Movies na series za kibongo, basi Mambo TV Swahili ndio nyumbani kupitia
Novela E+ furahia tamthilia kali ya Lavender Fields inayokujia kila siku saa 2:50 usiku. Watoto nao wanaendelea kufurahia katuni pendwa ya Boni Bias na nyingine kibao kwa lugha ya Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10:15 jioni kupitia SC Swahili. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku ukilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Sekta ya michezo ya kubahatisha inakuwa kwa kasi hapa Tanzania. Fahamu kuwa michezo ya kubahatisha inasimamiwa na kudhibitiwa ipasavyo na GBT ambayo ilianzishwa kisheria ili kuhakikisha kuwa sekta inaendeshwa kwa kufuata sheria, taratibu na kanuni, inachangia katika maendeleo ya taifa letu na jamii inalindwa dhidi ya athari zozote zinazoweza kujitokeza. GBT hii ndio mamlaka pekee hapa nchini yenye jukumu la kutoa leseni za michezo ya kubashiri, mashine za slot yani dubwi, kasino, bahati nasibu ya taifa na promotion zote za biashara zinazoendeshwa na makampuni na mashirika mbalimbali. Vile vile GBT inaishauri serikali juu ya viwango vya kodi. Pia inasimamia ushindani wa haki na kutatua migogoro baina ya waendeshaji na wachezaji. Elimika kaka, elimika dada, michezo ya kubahatisha ni burudani, sio mbadala wa kazi na ni marufuku kwa watu wa chini ya umri wa miaka 18. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania, GBT. Kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KKAM limemteua na kumuingiza kazini Dr. Philemon Mollel kuwa msaidizi wa askofu mkuu wa Tanzania. Taarifa zaidi na Angelo Moleka. Ibada maalum ya kumsimika Askofu Mollel ilikuwa msaidizi mkuu wa KKAM Tanzania imefanyika katika parokia ya Ngulelo ya kanisa hilo jijini Arusha na kuhudhuriwa na maaskofu kutoka maeneo tofauti nchini, wachungaji, viongozi wa madhehebu mbalimbali na serikali pamoja na waamini wa kanisa hilo. Je, utajinyenyekeza katika mafundisho ya Mungu Mwokozi wako kwa mwenendo wa maisha matakatifu hata na mazungumzo yako? Mimi Philemon Olais Mollel nitatimiza haya yote yaliyowekwa mbele yangu. Mungu anisaidie. Wito wa askofu mkuu wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki kwa mteule msaidizi wake Oscar Olutu ni kuifanya kazi ya utume kwa ujasiri na uaminifu mkubwa. Katika utumishi wako, ukisimama katika kweli ya Mungu, ukisimama katika uaminifu, utii, unyenyekevu na uwajibikaji mzuri wa kuhubiri Injili, hata kuwepo mtu yoyote atakayesimama mbele yako. Tunamwomba Mungu ambaye anatuma watendakazi wake shambani akahusike katika kumtumia Dr. Philemon Olais Mollel kuitenda kazi ya Mungu kwa ujasiri. Ahadi na matamanio ya askofu mteule msaidizi wa KKAM Tanzania Dr. Philemon Mollel pamoja na utume, ameahidi kusimamia uanzishwaji na uendelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo hususan katika dayosisi ya Arusha ambayo pia anaiongoza. Nitawalea wachungaji na mashemasi na wainjilisti katika maisha ya utauwa kiroho na kimwili. Tutaanzisha pia chuo cha theolojia, tutaanzisha na shule ya awali ya msingi kama ilivyosemwa katika Yoshua sura ya 24, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na serikali kupitia mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Arumeru Dominic Njunwa imeahidi kushirikiana na kanisa hilo katika nyanja zote kwa kuzingatia misingi na sheria za nchi. Muendelee kuliombea taifa letu kwa misingi ya haki na amani iendelee kutamalaki. Kanisa la Kilutheri la Afrika Mashariki liendelee kutoa huduma iliyo njema kiroho inayoambatana na mafundisho sahihi ya Kitanzania. Kanisa la Kilutheri la Afrika Mashariki lilianzishwa mwaka 1999 likiwa na parokia 2 ambapo sasa lina parokia 36 na dayosisi 8.
Angelo Mwaleka, Star TV. Habari za biashara na uchumi ni hivi punde. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Ongezeko la vyanzo vipya pamoja na usimamizi bora wa mapato mkoani Manyara umewezesha mkoa huo kuongeza mapato yake ya fedha kutoka bilioni 16 mwaka 2021-2022 hadi kufikia bilioni 40 mwaka 2025-2026. Zakaria Mtigandi na taarifa zaidi. Takwimu hizo zimetolewa na Katibu Tawala Msaidizi Mipango na Uratibu Mkoa Manyara Rusungu Mwirongo kwenye kikao cha kamati ya ushauri ya mkoa RCC. Ukiangalia kwa mwaka 21-22 tulikuwa tuna makisio ya bilioni 16.8. Ukiangalia trendi kwa mpaka kufika 25-26 tuna bilioni 40.95. Kwa hiyo utaona kuna utofauti mkubwa kwamba kuna jitihada kubwa zimewekwa katika kuibua vyanzo vipya vya mapato, lakini na halmashauri vile vile zimeweza kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo utaona kuna utofauti mkubwa kwa katika ukusanyaji wa mapato. Wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA na mamlaka ya maji na usafi wa mazingira mjini Babati BAWASA ni miongoni mwa taasisi ambazo nazo zimefanikiwa kutekeleza majukumu yao ya usambazaji wa maji. James Kionamera ni meneja wa RUWASA na Idi Msuya ni mkurugenzi wa BAWASA. Upatikanaji wa maji ni 78.09. Lakini tangia RUWASA ianze mwaka 2019 tumeongeza 21.79. Kwa upande wa Babati, asilimia upatikanaji wa maji kwa vijijini ni 89.9, Simanjiro ni 77.45, Kiteto ni 68.2 na Mbulu ni 80.01 na upande wa Hanang ni 83.5 kwa mujibu wa Disemba 2025. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati tunahudumia takribani wananchi 471,152 na katika maeneo hayo mpaka sasa tumefikisha huduma kwa wananchi 409,851 sawa na 81%. Mwenyekiti wa RCC ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amepongeza jitihada zinazofanywa na taasisi hizo sambamba na halmashauri zote za wilaya kwa kuongeza mapato. Huwezi kuzungumza bila usimamiaji bora wa ukusanyaji wa mapato wa wakurugenzi kutoka kwenye halmashauri zetu. Kwenye eneo hilo kwa kweli limekuwa zuri na tumeendelea kuimarika tukiondoa changamoto nyingi ambazo zilikuwa pale awali. Changamoto ambazo tunazo na ndio maana bado tuko hapa na vikao bado vipo, lakini ukilinganisha changamoto za nyuma na sasa hivi kuna mafanikio makubwa sana. Kamati ya ushauri ya mkoa wa Manyara imepitisha mapendekezo ya bajeti ya zaidi ya shilingi bilioni 334 kwa kipindi cha mwaka 2026-2027. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara. Taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara inatupa fursa kupumzika kidogo, tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. Mzozo wa Irani na Israel umeingia siku ya 6 ya mashambulizi makali baina yao, huku Marekani ikiendelea kushirikiana na Israel kuendeleza vita walivyovianzisha
kwa mauaji dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Hussein Javad Said Khamenei. Chazi Machugu na undani wa habari hii. Ukanda wa Ghuba unaendelea kushuhudia mashambulizi ya operesheni toka Israel na Marekani, huku Iran ikiendelea kuvurumisha makombora kwa hatua ya kujibu mashambulizi. Wakati mvua ya makombora ikiendelea, kituo cha redio na television kilichoko eneo la Sanandaj, mji wa Kikurdi kaskazini magharibi mwa Iran, kimeharibiwa. Wizara ya afya ya Iran inasema zaidi ya watu 900 wameuawa tangu Jumamosi katika kampeni inayoendelea na vikosi vya Marekani na Israel. Huenda pia idadi hiyo ikaendelea kuongezeka baada ya siku 5 za mapigano. Naye kamanda wa kikosi cha Quds cha kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran au IRGC, Esmail Khan, amekamatwa na mamlaka za Iran zenyewe, huku kukiwa na tuhuma kwamba anaweza kuwa na uhusiano na huduma za siri za Israel, Mossad. Esmail Khan alichukua uongozi wa kikosi cha Quds mnamo Januari 2020 kufuatia kuuawa kwa mtangulizi wake Qasem Soleiman katika shambulio la Marekani huko Baghdad. Kikosi cha Quds ni tawi la operesheni za kigeni za IRGC na kina jukumu muhimu katika operesheni za kijeshi na kimkakati za Iran na nje ya nchi. Tukiangazia Marekani, azimio la pande mbili linalolenga kudhibiti uwezo wa Rais Donald Trump wa kuanzisha vita nchini Iran imeshindwa katika bunge la Senate la Marekani, huku mgogoro ukiendelea kuongezeka Mashariki ya Kati. Hatua ya mamlaka ya vita ilikataliwa kwa kura 53 dhidi ya 47, ambayo kwa kiasi kikubwa ilipigwa kwa misingi ya chama. Wabunge wa chama cha Democratic wanasema kuwa Trump alichukua hatua za kuishambulia Iran bila ya idhini ya Congress kwa kutoa sababu zinazobadilika za vita. Baadhi ya Republican wanasema watazuia azimio hilo, lakini wanaweza kubadilisha msimamo wao ikiwa vita vitaongezeka. Licha mjadala huu kuendelea, uhalisia unaonyesha ni vigumu bunge kubadili hali ya sasa inayoendelea Mashariki ya Kati, kwani Rais Trump mwenyewe alitamka kuwa huenda vita hiyo ikachukua muda mrefu kuisha. Kwingineko, katika hotuba yake ya kwanza ya nadra tangu mzozo wa kikanda kuenea nchini Lebanon, kiongozi wa Hezbollah Naim Kassem amesema kundi la wanamgambo wa Lebanon limekataa mpango wa serikali ya Afghanistan ya kuwapokonya silaha wapiganaji wake. Naim Kassem amesema kundi hilo linaloungwa mkono na Iran halitajisalimisha huku vita na Israel vikiendelea kuongezeka. Kassem amesema Hezbollah inazingatia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwishoni mnamo mwaka 2024, lakini Israel haikuzingatia masharti yake yoyote. Hezbollah ilirusha roketi na ndege zisizokuwa na rubani kuelekea Israel Jumatatu hii baada ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Israel imejibu mashambulizi ya anga na kupeleka wanajeshi kusini mwa Lebanon, huku maelfu ya raia wakilazimika kutoroka kwenye makazi yao. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Mazishi ya kitaifa ya kiongozi mkuu wa kiroho wa Iran Ayatollah Ali Hussein Javad Said Khamenei iliyotarajiwa kufanyika jana Jumatano yameahirishwa. Iran imeamua kuahirisha mazishi ya kitaifa ya kiongozi huyo mkuu wa kiroho yaliyopangwa kufanyika majira jioni katika mji wa Mashhad ulioko Tehran, huku nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na mashambulizi makubwa ya anga ya Israel na Marekani. Al-Khamenei alifariki akiwa na umri wa miaka 86 katika shambulio la Israel na Marekani, na atazikwa katika mji mtakatifu wa Mashhad ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, mahali alipozaliwa. Kwa sasa Iran inaendelea kurusha makombora dhidi ya Israel na nchi za Ghuba kama kulipiza kisasi. Lakini athari inayoongezeka ya mzozo wa kikanda inasababisha bei ya mafuta kupanda na kutishia masoko, haswa barani Asia, ambapo soko la hisa la Seoul limesitishwa baada ya kushuka kwa kasi kubwa. Mwisho habari za kimataifa. Punde habari motomoto za michezo na burudani. Endelea kuwa nami.
By the way, Dad, nimepita pale ofisini nimemwambia mimi sitaki tena kazi. Mtoto mshenzi sana huyu. Kwa ulikuwa unanigombanisha na Kendrick ili utembee naye wewe. You forgot that I'm your sister. Kifua changu kimebeba mambo mengi sana kwa ajili yako. Usidhani unavyonivua nguo hapa unanitumia. Mimi ndio nakununua ili kupunguza shida zako. Do you hear me, Captain? Nitajifanya ujisi kama mtoto wa miaka 3. Baba yuko wapi? Ni wakati wa kusalisha misa ya marehemu. Sitoweza kufungisha ndoa hii. Kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Innocent Loemba amekabidhiwa gari na wadhamini wa jezi wa klabu hiyo, kampuni ya Jairot, kwa lengo la kumrahisishia safari zake na kumpa motisha ili aweze kufanya vizuri zaidi uwanjani. Taarifa zaidi na Nasma Mayunga. Jospin Loemba, kijana wa Kikongo mwenye umri wa miaka 21, ni moja ya maingizo mapya kwenye kikosi cha Simba baada ya uhamisho wake wa dirisha dogo la Januari akitokea Colombo Sport Cameroon. Ili kumwezesha kufanya kazi yake kwa uhuru na kumuondolea changamoto ya usafiri, wadhamini wa jezi wa klabu hiyo, kampuni ya Jairot, umempatia gari mpya kwa ajili ya safari zake, huku wachezaji wengine 3 wakitarajiwa kupata mwishoni mwa juma. Tumemkabidhi gari kwa ajili ya matumizi yake Crispin Loemba, na nia ni kwamba sisi Loemba ni mchezaji ambaye tumemleta sisi, tumemsajili sisi, sasa tunahitaji awe comfortable, na tunafanya hivi katika kukuza thamani ya mchezaji wetu pamoja na kukuza thamani ya klabu ya Simba Sports Club. Haya ni mambo ambayo tunaahidi na sisi Jairut tunayatekeleza, na ifahamike kwamba sio tu kwa Loemba na hata kwa baadhi ya wachezaji wengine wa Simba tutawakabidhi magari. Leo mmeshuhudia tumemkabidhi Loemba, na then next week au end of this week au even weekend tutakabidhi tena gari nyingine 3 kwa wachezaji wengine wa Simba 3. Tutakuja hapa. Akizungumzia ahadi ya kukabidhi basi jipya kwa klabu ya Simba aliyotoa kwa wanachama, uongozi na mashabiki wa Simba, mwenyekiti na mwanzilishi wa kampuni ya Jairot CPA Joseph Rwegasira amesema basi hilo wakati wowote kutoka sasa litawasili nchini akupatiwa klabu hiyo. Cha kuhakikishia kwamba gari lipo na tayari liko majini na linakuja na document nilisha. Uhamisho wa Loemba kujiunga na Simba uliharamiwa na Jairot, ambao kwa mujibu wa mwenyekiti wa kampuni hiyo CPA Rwegasira amesema walitoa fedha za usajili wa kiungo huyo mshambuliaji ambaye amekuwa kipenzi cha mashabiki kutokana na ubora wake uwanjani. Nikiripoti kutokea Dar es Salaam, Nasma Mayunga, Star TV. Asante sana Sports Lady. Uongozi wa chama cha wachezaji nchini Sparta umeiomba serikali kusimamia ujenzi wa viwanja ambavyo vitatumika katika mashindano ya mataifa ya Afrika AFCON ya mwakani. Ujenzi wake unakamilika kwa wakati ili kuonesha utayari wa nchi katika kuandaa mashindano hayo makubwa Afrika ngazi ya timu za taifa. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Michuano ya AFCON inayoandaliwa kwa ushirikiano wa nchi ya Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Katibu mkuu wa Sparta Abedi Kasabalala amesema kukamilika kwa wakati kwa viwanja hivyo utasaidia kubaini mapungufu yake na kuyarekebisha badala ya kusubiri hadi mwakani. Kwa hiyo kupitia chama cha wachezaji Sparta, mimi niseme tu kwamba tunawaomba sana uongozi wa serikali usimamie jambo hili mapema, hata kabla hiyo 27 si mwezi wangapi. Ndani ya mwaka huu nafikiri Mungu akijalia viwanja vile vimekamilika na viwanja vingine vya mazoezi na viwanja tayari nafikiri vimeshaanza kufanywa ukarabati vimalizike. La pili ni kuwahamasisha Watanzania. Kama tulivyoona Morocco wamehamasishwa na wamekubali. Sisi inawezekana. Na mimi naamini kwa sababu vijana ndio wako kwenye wizara ile husika,
Mimi nina imani watatuhamasisha, watapita kuanzia sasa. Nyota huyo wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na timu ya Meko ambaye alikuwa akishiriki ligi kuu ya Tanzania bara mwishoni mwa miaka 80, Kasabalala ameziomba klabu za ligi ya NBC kuwatumia wachezaji wazawa ili kumpa nafasi kocha wa timu ya taifa wigo mpana wa kuchagua wachezaji watakaoitumikia Stars kwenye mashindano ya kimataifa. Mtazamaji, na sasa ni undani wa habari za michezo kimataifa na Abdalla Tilanta. Wakati siku za kufanyika kwa fainali za kombe la dunia zikizidi kuhesabika na kusalia siku 98, bei ya mauzo ya tiketi za fainali za kombe la dunia huko Mexico zimefikia hadi dola 77,700, huku serikali nchini humo ikitoa taarifa ya kuonya umma kuhusu ulaghai wa mauzo ya tiketi. Bei ya mauzo ya tiketi ya awali ya mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia ambayo itachezwa kwenye uwanja wa Bournemouth Juni 11 mwaka huu zinaanzia dola 7,000 hadi takriban dola 77,700 kwenye baadhi ya majukwaa, ingawa shirikisho la soka duniani FIFA limeidhinisha mauzo rasmi kwa Marekani na Canada na nchi nyingine, lakini halikufanya hivyo kwa Mexico. Kilichoruhusika na FIFA huko Mexico ni ubadilishaji wa tiketi ambazo lazima ufanyike kupitia majukwaa rasmi ya FIFA, na kwamba chaguo hilo ni kwa wale ambao hawawezi tena kuhudhuria mechi za fainali za kombe la dunia na wanataka kurejeshewa fedha zao. Serikali ya Mexico imependekeza kununua tiketi na kufuata utaratibu uliowekwa na tovuti rasmi ya FIFA, huku ikishauri mashabiki kuwa waangalifu kuhusu bei ya tiketi ambazo ni za chini au dharura yoyote kwa kisingizio chochote. Mamlaka ya serikali za mitaa kwa ajili ya usalama wakati wa fainali za kombe la dunia ambalo limepangwa kuanza kupigwa Juni 11 mwaka huu katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada. Idara ya usalama wa nchi ilipanga kusambaza fedha hizo ifikapo Januari 30, lakini bado haijafanya hivyo na kusababisha wasiwasi kwa manispaa zinazoandaa michezo ya kombe la dunia, na kwamba manispaa hizo hazitaweza kujiandaa ipasavyo kwa ajili ya tukio hilo. Mbunge wa New Jersey Nelly Paul ambaye anahudumu katika kamati ya usalama wa bunge anasema japokuwa hana wasiwasi wowote na ucheleweshaji wa fedha hizo za usalama, lakini anaamini hilo linafanyika kwa sababu za kisiasa. Poku ambaye jimbo lake linajumuisha uwanja wa MetLife ambao ndio uwanja ambao umepangiwa mechi 8 za fainali hizo, ikiwa ni pamoja na mchezo wa fainali ambao umepangwa kupigwa Julai 19 mwaka huu. Kamati ya usalama wa nchi na baraza la wawakilishi imefanya kikao chake wiki iliyopita, ambapo afisa mkuu wa kamati mwenyeji wa Miami Raymond Martinez amesema ruzuku zinapaswa kutolewa ndani ya siku 30 na kwamba mashirika ya ndani yana wasiwasi juu ya fedha hizo. Dereva Lewis Hamilton wa kampuni ya magari ya Ferrari amesema hataki kustaafu na kuhitimisha udereva wake katika michuano ya Formula 1 hadi atakapoweza kushiriki michuano mikubwa ya mbio za magari barani Afrika. Lewis ambaye ni bingwa wa dunia mara 7 wa mbio za magari za Formula 1 amesema amekuwa akipigana nyuma ya pazia kwa miaka 6 au 7 akiwauliza mabosi kwa nini hawaandai michuano hiyo barani Afrika. Lewis ambaye ni dereva wa kwanza mwenye asili ya Afrika kushinda michuano ya mbio za magari za Formula 1, baba yake akiwa ana asili ya Afrika na Caribbean wakati mama yake ni mzungu, amesema anajua mabosi wa Formula 1 wanajaribu kupanga mbio za magari zifanyike barani Afrika. Katika michezo ambayo imechezwa jioni ya leo, Dar es Salaam Africans imeondoka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Singida Black Stars, lakini vile vile Tanzania Prisons na Azam FC zimeondoka na sare kutofungana. Mtazamaji, basi tunafika mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Star TV. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuiandaa, mimi ni Bernard James. Asante na alamsiki. By the way, Dad,
Nimepita pale ofisini, nimewambia mimi sitaki tena kazi. Mtoto mshenzi sana huyu. Kwa ulikuwa unanigombanisha na Kendrick ili utembee naye wewe. You forgot that I'm your sister. Kifua changu kimebeba mambo mengi sana kwa ajili yako. Usidhani unavyonivua nguo hapa unanitumia. Mimi ndio nakununua ili kupunguza shida zako. Do you hear me, Captain? Nitajifanya ujisi kama mtoto wa miaka 3. Baba yuko wapi? Ni wakati wa kusalisha misa ya marehemu. Sitoweza kufungisha ndoa hii.